Watu katika utendaji Mwenyezi Mungu amewagawa katika makundi yasiyopungua matatu, na makundi yote haya yameeleza ndani ya Qur'ani. Lakini haya makundi matatu si kwamba yote ndiyo anayoyaridhia na kuyataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali ndani yake liko moja ndilo analoridhia na kulitaka yeye Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hebu yatazame na wewe yasikilize makundi hayo matatu, kisha wewe mwenyewe pata kazi na muda wa kujitathmini aina ya maisha yako unayoyaishi tokea pale ulipobaligh, kalamu ikaanza kuandika matendo yako mpaka leo hii upo katika nyumba hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu bado anakupa uhai katika maisha yako. Lipi kundi lako katika haya makundi matatu? Hadithi ni ndefu ya Bwana Mtume Muhammad, lakini Abdallah anatusimulia kwamba Mtume alisema siku moja kuwaambia wao masahaba, lakini ndio kutuambia mimi na wewe pia ulimwenguni sote kwa pamoja, kwamba hakika ya mmoja wenu hukusanywa umbile lake fi batni ummihi, katika tumbo la mama yake mzazi, 40 yauman nutfa, kwa siku 40 hali ya kuwa ni tone la manii. Hiyo ndio hatua ya mwanzo kila mmoja aliyokulia katika tumbo la mama yake. Lakini baada ya 40 hiyo hali ya kuwa ni tone la manii, tone lile linahama kwa uwezo na kwa mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni pande la damu kwa muda wa siku 40 nyingine, na baada ya pale linakwenda hatua ya tatu kuwa ni pande la nyama kwa muda wa siku 40 nyingine tena. Kwa maana kwa jumla ya siku 120 mwanadamu kwa namna anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpitisha katika tumbo la mama yake katika hatua tatu tofauti. Kwa kutimia hatua ya tatu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humtuma malaika kwenda katika tumbo la mwanamama yule. Kazi ya malaika yule baada ya kupuliziwa roho mja yule wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuandikishiana mkataba na mja yule juu ya utimamu na uthibitisho wa maisha yake anayoyataka kuyaishi. Namna gani ataishi kwa maana ya muda, namna gani atakavyoishi kwa maana ya upande wa riziki, namna gani atakavyoishi kwa maana ya kazi zake na utendaji wake, pasina kusahau matokeo ambayo yatakayotengeneza sifa yake shaqiyun am sa'idun, kwamba ni mtu mwema ama muovu. Ninachokitaka katika hadithi hii, katika haya mambo manne yanayoingia mkataba malaika na mwanadamu kwa maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukitazama hichi kipengele kinachohusiana na utendaji na matendo ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufahamisha kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kila mmoja kuna namna ambavyo alikubaliana na yule mjumbe aliyotumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wasainishane ule mkataba kuhusiana na utendaji wake. Matendo yako na kazi zako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zimesajiliwa toka siku 120 ulizokuwa katika tumbo la mama yako. Lakini Mwenyezi Mungu huyu Subhanahu wa Ta'ala, ukimsoma tena maneno yake katika suratul Mulk aliposema tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ila akhir alaya, anaelezea kwamba amemuumba mwanadamu katika ulimwengu, lakini akamuumbia kifo na uhai. Lakini kwa yule atakayepata bahati ya kuwa hai katika ulimwengu, aelewe kwamba ndani ya maisha yake kinachotazamwa ni majaribu atakayopewa ambayo yatoe matokeo juu ya uzuri wa utendaji wake baada ya majaribu yale. Huyu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kule umeingia mkataba wa juu ya namna gani utakavyotenda na kazi zako na maisha yako, lakini huku anaeleza kwamba katika maisha yako atakupa majaribu na mitihani kukutazama na kuwatazameni nani mzuri wa matendo katika maisha yenu. Kwa akili ya haraka haraka unaweza ukadhani kwamba
hiyo ayyukum ahsanu amala anayoitaka ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba yeye eti ndio anayetaka kujua nani mzuri wenu wa matendo. Lakini ukitulia utagundua kwamba hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea katika maisha yetu ni kujipima baina yetu sisi wenyewe, mimi na wewe, wewe na yule. Ayyukum ahsanu amala, ni nani mzuri wenu wa matendo? Ni kipimo cha maisha baina yetu sisi wenyewe katika ulimwengu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa anasema ndani ya Qur'ani, balil insanu ala nafsihi basira, kila mmoja hujijua na nafsi yake juu ya maisha yake. Bila shaka Mwenyezi Mungu ametogea miongozo namna gani mtu anaweza kujiweka katika hiyo ahsanu amala. Ni nani ahsanu amala katika maisha yetu? Ni nani mzuri wa utendaji katika maisha yetu? Ni nani anayoyafanya ndio ambayo yanaingia katika kipimo kilichokuwa bora na kumpa ufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku atakayorejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa maneno hayo kwamba liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ni nani? Kila mmoja ana haki na wajibu wa kujitazama na kuyajua hayo, ili yamfaidishe na yamsaidie katika matendo anayoyafanya ndani ya maisha yake, na awe na kipimo kilichokuwa kizuri kitakachomwezesha akirejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe na dalili za yeye pia kuwa ni katika wale ambao ahsanu amala inda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie katika wale ambao mazuri yao wanaoyafanya ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mabaya wanaoyaepuka pia ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah wa usalli wa sallim ala habibihi sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ikhwata al-a'izza marratan ukhra usikum wa usi nafsi bitaqwallah. Ni wausieni waja wa Allah baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu ya sala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumcheni sana Allah, ndio wajibu wetu na ndio haki yetu, lakini pia ndio ulinzi wa yale tunayoyafanya, ikiwa kweli tunatafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku moja tukiwa safarini na shekhe wangu, mlezi wangu, baba yangu, Sheikh Walid bin Sheikh Al-Hadi Umar Kawambwa, Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu na endelee kutubakishia tuendelee kunufaika nayo, alituhusia na kutupa darasa kuhusiana na aina ya watu katika utendaji ndani ya ulimwengu. Na darasa yake hii bila shaka ndio mwongozo wetu mkubwa. Tutauhitimishia khutba yetu katika haya maneno tuliyoanza nayo kwa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ayyukum ahsanu amala. Naamini kabisa mwongozo huu utatusaidia, utatuongoza na utatufidisha na kutupa darsa na nyenzo ambayo inayoweza kutusaidia kujua kila mmoja namna gani anaweza kuwa ahsanu amala, mzuri wa kutenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alituambia watu katika utendaji Mwenyezi Mungu amewagawa katika makundi yasiyopungua matatu, na makundi yote haya yameeleza ndani ya Qur'ani. Lakini haya makundi matatu si kwamba yote ndiyo anayoyaridhia na kuyataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali ndani yake liko moja ndilo analoridhia na kulitaka yeye Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hebu yatazame na wewe yasikilize makundi hayo matatu, kisha wewe mwenyewe pata kazi na muda wa kujitathmini aina ya maisha yako unayoyaishi
tokea pale ulipobaligh, kalamu ikaanza kuandika matendo yako, mpaka leo hii upo katika nyumba hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu bado anakupa uhai katika maisha yako. Lipi kundi lako katika haya makundi matatu? Ikiwa kundi lako ni lile kundi bora, mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, endelea kuliboresha na endelea kumwomba Mwenyezi Mungu usitoke hapo ulipo. Lakini waman wajada ghaira dhalika, atakayekuta kinyume na hivyo, basi fanya jitihada kurudi katika kundi la sawasawa, na uendelee kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuthibitishe katika kundi la sawasawa, kwa sababu tunaishi kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kasema kundi la mwanzo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika haya makundi matatu ni lile alolisema ndani ya Qur'ani kumwambia Mtume Muhammad atuambie sisi, wa qul i'malu fasara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Waambie wafanye kazi yao, iwe ni kufanya tu kwa kuchunga misingi na taratibu na maelekezo tuliyowapa, kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pasina kutazama wanaowazunguka watasema nini. Muda wa kuwa wanachokifanya ni kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fasayara Allahu amalakum, Mwenyezi Mungu atayaona matendo yenu. Mkifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa rasuluhu, na mtume wake pia Mwenyezi Mungu atayaona hayo. Lakini wal mu'minuna, na waumini pia watayaona. Ingelikuwa tuko katika maeneo ya kufundishwa na kuchambuliwa misamiati kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu, tungelipata faida kubwa sana kwa hao wasomi na wajuzi wa lugha ya Kiarabu. Lakini kwa kuwa tupo katika uwanja wa khutba na kufikishiana yale ambayo Mungu ametaka tuambiane kwa ajili ya msaada wa kijamii, ondokana neno tu kwamba Mwenyezi Mungu aliposema fasayara Allahu, kwamba yeye ndo atakayeanza kuona kile unachokifanya. Akikutaka wewe mtendaji utazame haki kwanza ya Mwenyezi Mungu katika kile unachokifanya. Mtazame Mungu anahitaji nini katika hilo unalolifanya. Na ndio maana Mtume Muhammad alisema siku moja, inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina, Mwenyezi Mungu anapenda mmoja wenu akifanya alifanya jambo kwa uzuri. Alisema Mwenyezi Mungu anapenda. Hakusema tu kama mkifanya jambo fanyeni kwa uzuri ikawa ni basi. Alimtaja kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mapenzi yake kwenu ni pale mnapolifanya jambo ulifanye kwa uzuri, kuonesha kwamba unachokifanya kwanza mtazame na tazama haki za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Namna gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataona? Ni kupitia namna alivyoona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndo atakayemuonesha mtume alione jambo lake. Ni pagumu, lakini utapaelewa ukitulia. Namna gani waumini wataona unachokifanya? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndo atakayewaonesha watu walione vipi lile unalolifanya. Wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Uwezo wa kuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukipata haki yake ambayo inatengenezwa na wewe mfanyaji, inatengenezwa na wewe mtendaji wa hilo unalolifanya, ndio ambao utakaokupasisha katika haki ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio ambao utakaokupasisha katika haki ya waumini wanaomwelekea kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo ni kundi la mwanzo. Kundi la pili akasema ni lile pia alilosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lima taquluna ma la taf'alun, kwamba kuna watu hao wanaoyasema ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ukiwatazama matendo yao ni tofauti na kile wanachokisema katika ndimi zao. Wakikaa mbele za watu, yaqulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaqulu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wanasema wanachuoni, wanasema mitume ya Allah, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kadha wa kadha, lakini tukiingia katika maisha yake anayoyafanya ni tofauti na kile alichotuambia kwamba ametufikishia ujumbe kutoka kwa Allah, ametufikishia ujumbe kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ametufikishia ujumbe kutoka kwa wanawachuoni waliopasi na kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili ni kundi la pili. Na kundi la tatu, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu, ndiko kundi ambalo hao kazi yao na tabia yao, maisha yao, hupenda kupewa sifa njema za mazuri yaliyofanywa
ilhali wao sio wahusika katika kuyafanya mazuri yale. Kama anaweza mtu akafanya jambo zuri sana, lakini ala rasiki, juu yake uko wewe, kwa kule kuweko wewe ndio uko juu yake, ukasifiwa kwamba bwana, umefanya kazi nzuri sana, kijana wako ametufanyia 1 2 3, ilhali unajua kabisa kama lile lilofanywa wewe hulijui kama, na ukazipokea zile sifa. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu, wanapenda kusifiwa sana, lakini walichokifanya sio wao waliofanya hayo. Manake hawa nao sio watendaji kwa namna anayoiridhia na kuitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kundi la mwanzo ni wale ambao wanafanya ili Mwenyezi Mungu aone haki zake katika kile wanachokifanya, mtume aone juu ya kile wanachokifanya, waumini nao pia wataona juu ya kile wanachokifanya. Lakini kundi la pili ni wale ambao wanachokisema sicho wanachokifanya, na kundi la tatu ni wale ambao wanapenda kusifiwa sifa zilizokuwa nzuri, ilhali wao sio watendaji wa mazuri yale wanayotangazika nayo. Ndugu yangu katika imani, haya ni makundi matatu nimependa leo tushirikiane katika kuyaishi maisha haya. Hebu nenda kajitazame, nenda kajiulize, nenda kajitathmini, mfumo wako wa maisha unafungamana na kundi lipi katika haya makundi matatu? Ikiwa unafanya kwa mujibu wa makundi haya matatu tulivyoyaeleza kwa lile kundi la mwanzo, endelea kumwomba Mwenyezi Mungu akuthibitishe zaidi katika hilo na boresha zaidi yale mazuri unayoyafanya, kwa sababu malipo yako utayakuta kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kundi lako likiwa ni la pili ama la tatu kwa mujibu wa tulivyoyapanga katika mazungumzo yetu, nenda kafanya jitihada kuondoka hapo ulipo, narudi katika hilo kundi ambalo waqul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ukikaa kwenye kundi hilo ndio unarudi katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ni nani mzuri wenu wa matendo? Utakuwa umerudi pale, na wala usikate tamaa. Yawezekana ukajitathmini ukajiona kwamba niliposimama mimi siko kule tulikoeleza twende, lakini umri ushaisha, tena nitafanya lipi lingine? Rudi katika ile hadithi tuliyoisoma ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warda. Mwishoni wa hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh, aliapa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitab fayamal bi'amali ahli an-nar fayadkhulha wal iyadh billahi min dhalik. Anawataja watu wawili kwamba inawezekana mmoja wenu akafanya matendo ya watu wa motoni mpaka ikafika wakati hakuna kinachombakisha baina yeye na moto isipokuwa ni dhiraa moja tu. Mwalimu wangu aliniambia siku moja, hii dhiraa miongoni mwa maana zake, maana yake huyo amebakisha kufa tu. Yani tukimwangalia kwamba huyo akifa sasa hivi ni motoni, na tunamwambia bora afe tupumzike na mabalaa yake. Ikafikia hatua mtu katika utendaji wake akafikia hatua hiyo, amefanya matendo yote ya kishenzi, amebakisha kufa ingie motoni, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamletea makadirio yake, lahdha yake ya mwisho, akabadilika kutoka kule alikokuwa, akarudi kwa dhati kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akafanya pengine jambo moja tu la kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mauti akamkuta baada ya jambo lile, akaingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu atujalie katika hawa. Kwa hiyo usikate tamaa, na yawezekana pengine ukajipongeza ukabaki bila ya kupa jitihada kwamba wewe unafanya mazuri, wewe ni waqul i'malu, ukajisahau kwamba wewe ni binadamu. Katika kujipongeza huko na kuyafanya hayo na kusimama katika njia iliyonyooka, ikiwa hutomuomba Mwenyezi Mungu akusaidie katika hayo, yawezekana na wewe pia kabla ya kufa kwako mambo yakageuka, ukafanya ya watu wa motoni, ukaingia motoni. Mungu atuhifadhi katika hao. Ni vipi mtu anaweza akafanya jambo la peponi akaingia peponi? Kuna watu wanakwenda hija wakapata hija mabrur, hija ambayo ikamsamehe madhambi yake yote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akafa kule, yuko peponi kwa uwezo na kwa rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu ni makafiri, washenzi wa tabia, wana kila aina ya ovu walilofanya, wameua, wamefanya mambo kadha wa kadha kuwafanyia Waislamu katika uadui wao, lakini mwishoni wa umri wake mtu akasilimu tu kwa ile shahada yake ya dhati, ikambeba na kumuingiza katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na inawezekana wewe unasali swala zote, unashiriki katika mambo yote ya kheri, lakini pengine kibri cha kibinadamu kikakuponza, kikakutoa hapo yaumu min al-ayyam, moja katika masiku ukabadilika, ukaona kwamba huku nilikokuwa siko sawa sawa,
ukaukataa Uislamu ukaritadi na ikawa ndio sababu ya kifo chako, Mwenyezi Mungu atuhifadhi katika hao, ukawa umeingia katika moto wa Allah. Kwa ni waombe ndugu zangu katika imani, mimi ninayesema na wewe unayenisikiliza, twendeni tukajitathmini yale ambayo tunayoyafanya, tumesimama katika kundi lipi. Ikiwa ni wakuli amalu ndio iliyokuwa katika maisha yetu, tuendelee kuithibitisha na kumwomba Mwenyezi Mungu atudumishe katika hayo. Lakini ikiwa ni kinyume na hivyo, tupambane kurudi katika njia anayoitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tupate kufaulu kwa hakika tutakaporejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الخليفة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى علينا وعلى كل أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة
والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم